Ni kushukuru sana kwa kuendelea kuitazama Namba 10. Tumeingia katika kika ufiri tukiangalia taarifa mbalimbali za magazeti ya michezo. Fatma Alikwata nimerejea tena hapa na muungana na mtaalamu Zuberi Mkalaboko Mkalabwa gwiji wa uchambuzi wa michezo hapa nyumbani Tanzania. Gazeti la Mwanaspoti ndilo ambalo nimelikamata katika mkono wangu na taarifa kubwa imeandikwa mtego upo hapa. Dakika 720 za maajabu, lolote linaweza kutokea. Na hapa nabainisha katika mbio za ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya miamba hii miwili ambayo yenyewe ndio inaania kutoa ubingwa huu. Young Africans wakisaka nafasi ya kutetea ubingwa, wakati mnyama Simba akitafuta namna ya kujitutumua na kurejea katika ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kukosa kwa miaka 3 mfululizo. Mkalaboko, mtego kweli, kwa sababu ukiangalia mtiririko hizo mechi ambazo kila mmoja ana michezo yake, kuna michezo unaiona migumu na kuna michezo unaitazama inakuwa ni vigumu mtu kupoteza. Nimeangalia orodha ya michezo ya Young Africans, nimeangalia orodha ya michezo ya Simba, lakini kumbuka nao na mchezo wao ambao nao tuenda kuwakutanisha. Unagundua kiuhalisia hii michezo unaenda kukutana nayo kwa asilimia kubwa siwaoni wakipoteza. Uone wakipoteza mechi zote hizi ambazo tumesalia. Lakini Mkalaboko, ngoja nikwambie mechi ambazo Young Africans wamebakiwa nazo dhidi ya Tabora ambao wana kumbukumbu ya kutandikwa nyumbani kwao. Yanga walipigwa nyumbani kwao. Maana Yanga na Tabora wanakuja tofauti sana sasa hivi. Yes, na sasa hivi uwanja umesharuhusiwa wa Al Hassan Mwinyi. Ni mwana taarifa kutoka bodi ya ligi kwa maana sasa mechi itapigwa pale Tabora. Na mechi nyingine ni dhidi ya Coastal Union, mechi dhidi ya Azam ambapo pia Young Africans wanakumbuka nini ambacho kilitokea katika mechi hii, walipoteza. Mechi dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, Tanzania Prisons pamoja na Dodoma. Kwa upande wa Young Africans, huoni kwamba kuna timu yoyote ambayo inaweza kumzuia? Hapana. Ni sisemi hapana kwa kutabiri wakati wa sasa Yanga dhidi ya hizo timu. Yanga ina fomu ya namna ya pekee. Wakati hizo timu zinashinda dhidi ya Yanga ni kipindi ambacho Yanga iko kwenye flop kubwa. Ndio maana nikisema na sioni wepesi ambao wataupata Tabora na Azam dhidi ya Yanga kwa sasa. Sioni wepesi watakaopata zaidi ya kuona mazito yanayokwenda kuwashukia. Kwa nini? Kwa sababu wanakutana na Yanga kipindi kingine ambacho timu imechangamka sana. Young Africans iliyopoteza dhidi ya Azam ndio hiyo ikaja kupoteza dhidi ya Tabora. Tunazungumza Young Africans iliyopitia kwanza tactical slow back, ilikuwa na wachezaji wake wengi hawako kwenye form. Young Africans ambayo tulikuwa tunazungumza timu imeshuka sana. Leo ukitaja Azam, ukitaja Tabora, ukiwachukua na Yanga, alafu angalia jedwali la ligi lilivyo, mambo yamebadilika kabisa. Yanga anayepoteza ile michezo, Azam alikuwa nafasi ya pili kama unakumbuka. Sasa hivi angalia mwenendo, angalia back to back game kwa timu moja kwenda nyingine. Ndio nikasema naona mechi ngumu mno kwa Tabora na Azam dhidi ya Yanga kwa wakati huu, kuliko ambavyo naitazamia Yanga Africans kupata mechi nyepesi, kwa sababu ya hiyo fomu ya hizi timu, mazingira ubora waliokuwa nao sasa, na vile ambavyo nawatazama Azam na ninavyowatazama Tabora na ninachokiona kutoka kwao. Wanakwenda kucheza mechi ngumu na timu ambao walikutana nayo wakati fulani ambao ilikuwa na mazingira ya kawaida. Kwa sababu kukutana kwa Yanga sasa hivi na Tabora tusirifai ile mechi, tulifai mazingira ya sasa, ndio tutabiri kwamba nini tutakwenda kukiona. Lakini ukiangalia unagundua bado huwezi kuwapa Young Africans mechi ngumu zaidi kuliko kuwapa Tabora mechi ngumu kwa Young Africans ambao wao ndio wameimprove sana performance factor yao. Sawa. Na kwa upande wa Simba, mechi ambazo wamesaliwa nazo ni dhidi ya Mashujaa, dhidi ya JKT Tanzania, dhidi ya Pamba, dhidi ya KMC, Singida Black Stars, Ken Gold pamoja na Kagera Sugar. Unaona nini hapa katika? Naona bado kuna mechi ngumu na kwenyewe, kwa sababu ziko mechi ambazo walikutana na Simba wakati fulani, kipindi ambacho Simba nao walikuwa katika fomu ya kawaida, lakini sasa hivi Simba nao wameimprove. Lakini tunawatazama Singida Black Stars nao wameimprove kwa kiwango fulani. Kwa hiyo unagundua ni mechi ambazo hawa wakubwa hawa wanakutana hizi timu nao wakiwa wameimprove sana. Alafu wako na joto lingine la pressure ya mbio ubingwa, ambao kila mmoja sasa kila mechi anayefanya kama ndio starting point yake. Kwa hiyo unagundua kwamba ni kipindi ambacho jedwali hilo linaonyesha jedwali la matabaka tu ya mabwana wakubwa wawili. Sioni mimi timu ambayo ina haraka pia Simba inaweza kumpa timu ngumu sana, japo unaweza kusema anaweza kana tough game dhidi ya Singida Black Stars kwa nature ya Singida Black Stars, game ya mwisho dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hivyo nikiangalia hapo ndo nagundua kwamba bado jedwali wadogo wanala kufanya zaidi kuliko wakubwa. Kwa maana kwamba katika mechi iliyopita Singida Black Stars alifungwa bao moja kwa sifuri. Na ndio sasa hivi kaboresha timu yake kwenye baadhi ya maeneo muhimu. Vipi kwa upande wa Pamba ambao katika mchezo wa kwanza pia
Simba walishinda bao 1-0 na ilikuwa away. Ilikuwa iko away. tight. Bado siwaoni Pamba wakaisumbua Simba, kwa maana kwa mechi ambayo inaweza kachezwa Dar es Salaam na fomu ya Simba ninaiona sasa na vile nilivyowatazama Pamba, siwaoni kama wanaweza kutupa mechi bora sana wakasema ile first reaction ambayo inaweza kawapa ubora zaidi dhidi ya ubora ambao wako na Simba, kwa sababu nakubali kweli wanaweza kutoa mechi, lakini sio kwa fomu ya Simba walikuwa nao. Ndio sababu ukitazama hizo timu mbili za wao kubwa, bado wao wamesimamisha mnara wao kwenye antena iko juu ya mnara. Kwa hiyo yoyote anataka kupoteza signal wawe serious kweli, sio jambo dogo, zaidi ya wao wenyewe wakubwa kuvutiana signal zao. Okay. Na kwa namna ambavyo tumeona matokeo ya mechi za kwanza na aina ya fixture ambazo zipo kwa timu hizi mbili, tunaweza tukamtabiria nani ambaye anaweza kuwa bingwa wa msimu huu? Wote wako kwenye rush touch. Wako kwenye rush touch. Wote wanafukuzana hao. Bingwa ni yule ambaye atakuwa na nidhamu mpaka anakutana na mwenzie yeye kaendelea kuongoza. Kwa mfano, sasa hivi huwezi kuwapuuza Young Africans, wamepindua meza, waligeuka, wanajua walikuwa chini. Sasa hivi wamegeuka, wako juu. Sasa nipi? Kama wataenda hivyo, maana tunasubiri mechi yao ya mwisho ndio tutaamua nani bingwa. Kama watakwenda hivi na trick hii. Lakini kama itatokea mtu atadondosha alama, yeyote atakayedondosha alama ndio anampa mwenzake upenyo. Kwa sababu hapo ukidondosha alama, kwa mfano mpoteze mechi moja, maana yake mnaenda kutofautiana alama 4. Sio rahisi sana kama tutafanana alama 4 na pressure iliyokuwepo. Japo tunaamini hatuwezi kujua nini kitatokea kwa timu nyingine, lakini bado naona hawa wakubwa wawili bado sasa hivi tuko na ubingwa ambao umetoa challenge kubwa. Na kwa michezo ambayo imesalia, nani unaona kwamba anaweza kupoteza kudondosha point? Kwa haraka kwa hizi mechi ambazo zimesalia kwa timu zote mbili, performance yao, mwenendo wao, unaona nani ambaye anaweza kupoteza point 1-2 katika mechi ambazo zimesalia? Yoyote atakayekuwa mzembe. Yoyote atakayekuwa mzembe kwenye hiyo jedwali na ligi na wote. Yoyote. Sawa, kwa refa huyo Simba ijipange Cairo ni kuelekea katika mchezo wao wa robo finali mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Yule ambaye ataamua Pilato atakayeamua mechi hiyo ni tayari ameshajulikana, ni Bubu Traore kutoka Mali, na ana rekodi huyo ya kuchezesha michezo takribani 24. Umeona umeelewa na hajawahi kuchezesha mechi ya Simba. Alichezesha mechi ya Young Africans, mechi ambayo waliibuka na ushindi mabao 4-0 dhidi ya CR Belouizdad katika dimba la Mkapa na wakafuzu katika hatua ya robo finali kibabe Young Africans. Kwa ana baraka na timu za Tanzania. Si kuwa na baraka tu kwa timu za Tanzania, ana baraka na timu ambazo zinakuwa zinacheza nyumbani. Katika michezo hiyo 20 na ambayo ameisimamia kama mwamuzi wa kati, michezo 17 ameshinda mwenyeji wa mchezo. Fasili yake Al Masry anakwenda kumfunga Simba sasa, kama kwa hicho unachosema. Rekodi kwa sababu ya rekodi ya huyo mwamuzi huwa ni mwepesi, mkono wake mwepesi kuacha pale alipofikia wake mwenyeji. Nadhani inaweza kuwa ni sababu, lakini sifanye sababu, ila tu Simba waende na nidhamu sana. Hii ni hatua ngumu sana kwao. Hatua ngumu sana kwao Fatma. Tunafahamu mengi tukiyazungumza kuhusu Simba, tunapofika robo finali tunafikiri ndio sehemu ambayo wao hawafurukuti. Kwa sababu ya namna kucheza robo finali. Kuingia robo finali Simba haijaikuwa tatizo. Ila kucheza robo finali ndio limekuwa shida kutoka kwao. Kwa hiyo shida ya Simba ni hapa walipofika. Kwa hiyo kama watafanya kitu tofauti, maana yake ndio watatupa hicho kitu ambacho kingine wengine tunakitamani tukiona. Kuingia robo finali haijaikuwa tatizo. Ila kucheza robo finali kwao ndio imekuwa shida. Ticha Tigana anasema ngumi jiwe. Sasa ngumi tofali hii ndio inasumbua hii. Kwa Simba Sports. So kuingia hapa haijaikuwa tatizo. Kucheza hapa ndio pana ugumu. Kwa hiyo matamko yote ya Simba Sports Club kuhusiana na robo finali, akiba lazima tuweke hapo alipoingia. Lakini wanaingia. Msimu huu nadhani wana dhamira tofauti. Tumeona. Nadhani pia hata malengo yao tumeona. Discipline kidogo ambayo nimeiona kwa Fadu inanipa kwamba anaweza akatoa mechi nzuri dhidi ya Al Masry. Kwa sababu tumeona staili ya kufuzu ya Fadu ya msimu huu hatuiona siku za hivi karibuni. Simba walikuwa nafuzu mechi wanamalizia hapa kwa Mkapa. Lakini ziko mechi wameshinda away, ziko mechi wamesare away. Kwa hiyo nini fasiri yake ni kwamba timu yao imeimprove nidhamu ya kucheza hizo mechi za home and away. Kwa namna ilivyo unaweza kwenda Masry ukapambana, ukatoa sare, ukafunga goli moja, ukaja nyumbani ukamaliza shughuli. Lakini mechi hizi ni mbaya sana ukitegemea shughuli za malizia nyumbani na mwenzako akija nyumbani anageuza kibao. Ndio yale yametokea Young Africans dhidi ya wale Msarja juzi. USM Arja wale juzi. Tafsiri yake ni kwamba panahitajika utulivu sana kucheza hizi game.
Kama kutakuwa hakuna utulivu, tunachagua hapo kusafirisha huko Mechi 25, michezo 17, mwenyeji ameshinda michezo 6, mgeni ameshinda na michezo 2 ni sare. Ana rekodi pia ya kutoa kadi 86 za njano na kadi 4 nyekundu kwa wastani na michezo 25. Maana kana mkono mwepesi. Tunampimaje huyu? Ni mwamuzi ambaye anapenda nidhamu. Anafanya maamuzi kwa usahihi. Unajua moja ya kitu ambacho tunakiheshimu kwa maamuzi ni kufuata taratibu na kutoa adhabu zake. Baya zaidi kama atoi adhabu kwa kukiuka taratibu, ama anaweza akatoa adhabu kwa kukiuka taratibu, ndio madhara yako hapo. Mwamuzi mwenye sifa kubwa na uzuri CAF wamekuwa kiasesi vyema waamuzi wao. Kuna wale ambao wana viwango vya kawaida ambao wanaweza kufikia malengo yao mazuri. Sawa, hilo lilikuwa ni gazeti la Mwanaspoti, taarifa ambazo zimepewa nafasi kwa ukubwa katika kurasa za mbele. Huku nyuma taarifa kubwa ni noma, anaonekana Erling Haaland hapa akishangilia, na hapa bila shaka alikuwa akishamtungua mtu hapa. Shangilia Haaland, rekodi zinamfuata. Goli ambalo amefunga hapo juzi dhidi ya Brighton kwenye sare, kisha goli la 21 katika msimu huu. Na sasa hivi yupo katika mbio za kuwania kiatu cha dhahabu na Mohamed Salah mwenye magoli 27. Kwa trend, kwa rekodi ambazo ameendelea kuziweka Erling Haaland, tunamuona akimvuka Mohamed Salah ambaye yuko moto kweli kweli kwa hivi sasa. Bado kwenye ushindani wote wawili, kwa sababu hao ni ma striker ambao ukimwacha kidogo kuna mechi anafunga trick, ukimlegezea anapata magoli ya kutosha. Nadhani wako kwenye mbio, sababu kuna michezo kadhaa, ifungwe michezo 8 iliyobaki ya IPL ambako yeyote anaweza kufanya chochote, lakini mtajika Haaland akazane zaidi. Na goli hilo pia limemfanya kufikisha magoli 100 katika michezo yote ambayo amecheza katika ligi kuu ya soka ya England tangu amewasili hapa kutokea Borussia Dortmund, na ameweka rekodi ya kufikisha magoli 100 kabla hajafikisha michezo 100. Amevuka Alan Shearer ambaye alifikisha magoli 100 katika mchezo wa 100. Yeye amefikisha magoli 100 katika mchezo wake wa 94. Maana yake kavunja rekodi. Amevunja rekodi. Mtu alifikisha magoli 100 kwenye mchezo wa 100. Yeye kafikisha magoli 100 kwenye mchezo wa 94. Rekodi ambazo anazidi kuziweka Erling Haaland pale EPL Uingereza. Rekodi sana hizo. Kubwa kwa sababu anavunja rekodi za magwiji, na ni moja mshambuliaji kwa umri wake tunadhani anaweza kapiku rekodi nyingi za marejendari kwa idadi ya mabao anayofunga na ubora wa Manchester City ulivyo, na hasa muda ambao anakuwa nao kucheza Man City. Unafahamu kafanya mkataba muda mrefu sana mpaka 2030 kwa Manchester City. Sasa fasili hiyo ni kwamba Erling Haaland ana mengi ya kuifanyia Manchester City, na pengine rekodi zikajengwa zaidi kwa kasi yake na ubora wake wa kufunga. Ni sahihi tukisema kwamba ndio mshambuliaji bora kuwahi kutokea katika historia ya EPL? Bado. Sasa kama amefikisha magoli 100 mapema hivi? Bado. Kusema kushambulia bado. Mpaka avunje rekodi zote. Nani ambaye yuko juu yake? Kusema mshambuliaji wa muda wote wa EPL, wapo watu walipita huko wengi sana. Satma, wewe mtu wa mpira, mtajie mmoja tu ambaye anaonekana alikuwa bora kushinda Haaland. Walipita kina Shearer, wamepita wengi washambuliaji wafungaji wakubwa wengi sana. Sawa. Arteta vaa gwanda kwa Nico Williams. Ni kocha wa Arsenal Mikel Arteta amejitokeza mwenyewe, yuko front kwa ajili ya kunasa saini ya mchezaji wa Athletic Bilbao Nico Williams. Amempigia simu yeye mwenyewe, lakini pia amempigia simu mwakilishi wake kwa ajili ya kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kunasa saini yake katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi yajayo. Lakini pia tukumbuke Nico Williams amekuwa akitakiwa na vilabu vikubwa Bayern Munich, Liverpool, Barcelona, Chelsea, zote zinaonekana zikihitaji saini yake. Kwa namna ambavyo tumefuatilia dirisha lililopita, Nico Williams alikuwa anahitajika na vilabu vikubwa sana, na yeye mwenyewe akasema mimi sitaki kwenda sehemu nyingine yoyote, nataka nisalie hapa katika klabu yangu ya Athletic Bilbao, kwa sababu naamini ndio klabu ambayo inanifanya mimi niendelee kushine na kuonekana na kuwa bora kila siku zinavyozidi kusonga mbele. Unaona nani labda anao nafasi ya kwenda kutoa kishika uchumba kikubwa kumdanganya, maana kuna danganya toto ile na kudanganya na pipi Bablish. Mkaboko alikuwa anadanganya na nini watu? Mimi muungwana maneno chenga maneno chenga ndio yapi? Weka maneno mengi basi. Maneno mengi? Maneno mengi. Nadhani kwa Nico Williams
ubora wake kama anakwenda Arsenal sioni shida. Iko nafasi anaweza kucheza kwa ubora sana. Unajua Nico ni mzuri sana kuflow kwenye defending lanes vizuri. Unajua kuna viungo wa pembeni ambao wanaweza kuflow kwenye space. Huyu anaweza kuflow kwenye defending lanes. Maana defending lanes ni yule ambaye anakwenda kupenya kwenye ngome. Lakini kuna mtu anaenda kupenya kwenye nafasi. Sasa kwa ligi ya Uingereza mara nyingi ambayo inaweka block kubwa kwenye defending lanes, unahitaji kiungo ambaye ana flow kwenye defending lanes, anayekwenda kwenye mistari ya ulinzi, sio anayekwenda kwenye nafasi zinazopatikana wakati timu inatengeneza mashambulizi. Kwa hivyo ukiangalia kwa Arsenal, kama unakuwa na Nico Williams na unakuwa na washambuliaji ambao wanatengeneza nafasi kubwa eneo la juu, unaona kabisa anakwenda kuleta creative solution kwenye eneo la ushambuliaji. Ndio maana nikisema kwa ninavyomtazama Nico kama anakwenda Arsenal, nategemea kuona makubwa kutoka kwake, kwa sababu ndio maana hata coach Del Fuentes kwenye nation team, ukimwangalia coach Ernesto Valverde kwenye kosti ya Atletico Bilbao, anamtumia huyu kama ni mtu anaenda flow kwenye defending lanes, kama ambavyo anatumika Vinicius Junior na kikosi cha Real Madrid. Vinicius Junior ni mzuri kwenda kuflow kwenye defending lanes, watu wakae block kubwa mpeleke, watatoka tu kama Smako anawasogeza. Ndio nataka kiungo mshambuliaji wa pembeni. Kwa hiyo kuna wakati kwenye team Fatuma unakuwa na mtu ambaye yeye pekee, timu hata kama inawekewa compact defense, wako na solid compact, mtu kimleta mtu ambaye anakwenda kuflow kwenye defending lanes, ni aina ya kiungo ambaye ana ubora sana. Hiyo ni kitu ambacho yuko nacho Nico Williams. Ndio maana zakaona kwenye timu ya taifa ya Spain walikuwa wananufaika sana na uwepo wa Lamine Yamal. Lamine naye ni mzuri kuflow kwenye defending lanes, ambao ni wachezaji ambao kwa mfano kwenye ligi yetu hapa tunawatafuta, tunawakosa. Sasa hivi nimeona mtu mwenye tabia hiyo, ukiondoa huyu Maxi anajitahidi kuflow kwenye defending lanes, Pacome wakati fulani. Simba naona sasa hivi wana mtu wanamuita Mpanzu, ni mtu ambaye ana flow kwenye defending lanes, yani anakwenda sehemu ngumu kuifanya kuwa nyepesi. Wanasema anakwenda yule kama Tindo, kain anasogea kain unajua Tindo wewe? Hatari sana Mpala Boko. Flow kwenye defending lanes. Lakini ukiangalia kwa hii aina ya miamba ambayo inahitaji pia imetajwa kuhitaji sehemu yake, uone kwamba Arsenal tunaiondoa. Kwa sababu gani? Ukiangalia Barcelona ni klabu ambayo pia inaweza Barcelona na mahusiano, na pia acha tu mahusiano, inaweza ikakugarantii kupata kombe lolote kwa msimu. Bayern Munich hivyo hivyo. Uone kwamba nafasi ya Arsenal itakuwa ni fupi sana kama atataka kupata maendeleo na kupata makombe katika ligi ambazo atakuwa anacheza na timu yake. Sasa kama atakuwa anaangalia hivyo vitu vyote, lakini mchezaji wakati mwingine anaangalia nafasi ya kucheza. Ukiangalia Nico bora wake, ukienda kwenye kikosi cha FC Barcelona, kuna kazi. Atacheza lakini akiwa hana uhakika wa kucheza muda wote. Maana yake aende kuchallenge na watu wengine. Kwa maana ya eneo analocheza yeye pale kuna watu, kuna wakina Dan Olmo wakati mwingine wanatumika, unaangalia wanamtumia Rafinha, umeelewa vizuri, analocheza yeye. Kwa unakuta eneo analocheza yeye kule, kwa maana wide playing player, mchezaji anacheza pembeni. Eneo lile lina challenge sana kwenye kosi cha FC Barcelona. Sasa maana yake akienda bado atakuwa anapata muda fulani wa kucheza. Ukiangalia Atletico Bilbao, yeye ndio key player kwenye nafasi anayocheza. Kwa hivyo wakati mwingine hoja inakuwa sio vikombe tu, na nafasi yangu ya kucheza kuwa bora. Unaenda sehemu kwenye vikombe, unakaa pembeni. Upate nafasi ya kucheza. Kwa upande wa Bayern? Bayern nako aenda kapambana, kuna Olise, unatazama Jamal Musiala, ndio maana huyo anapenda kucheza wide, atoke mbali, afanye kila kitu. Sasa options ziko hapo, lakini ukienda kule sawa wako unaweza kununua mkongwe kama Lilosani anakwenda mbali, lakini una Jamal, una Cisse, ni watu ambao pia ukienda kucheza nao unakwenda kubato. Lakini mchezaji mkubwa anapenda kucheza kwenye timu kubwa ili akacheze na wachezaji wakubwa. Na akakue. Bado bwana mdogo. Akashindana na wakubwa wenzake. Bado bwana mdogo. Vipi kwa upande wa Liverpool? Liverpool pia anamtazama kama anakwenda. Liverpool ndio sehemu nyepesi pia kucheza, kwa sababu kwenye eneo la pembeni hilo la ubora sana. Liverpool hawana mchezaji mtundu kama Nico Williams. Wapo, lakini Nico najua faida yake ni hiyo. Nico ni ufunguo bandia tunamuita. Mchezaji anayeflow kwenye defending lanes, funguo bandia, anakwenda anachekecha, anakuja ndani. Fatma, kufunga geti lako nyumbani kule utakuja kusimulia majirani, jamani nilifunga geti. Imekuwaje? Ndo Nico. Lazima akuleteni madhara. Hana beki mzuri. Defense yenu yote ile compact defense mko mnacheza kwenye ile siko combined defense, mko mseto, yeye anakuvurugeni, mnatawanyika. Sasa huyu ni mtu ambaye unamseti katika mazingira hayo. Kwa coach yoyote mzuri anatependa wachezaji wa kariba hii ya kwake. Chelsea pia ametajwa hapa. Chelsea. Wao kwanza huo uwezekano. Kama wanamchukua wanampata, yani sio sehemu ambayo anashinda kucheza Nico Williams. Na impact yake itaonekana kwa sababu ya flow yake nzuri.
na uwezi kumwacha mchezaji kama huyo kwa ubora aliokuwa nao. Hata kucheza FC Barcelona kuna watu watamsubiri, sababu Nico anakuja kweli kweli, mchezaji ambaye defender atulii, safu ya ulinzi haitulii, alafu kingine ana mwendo. Unajua mwendo wa matukio. Mimi napenda kwa mchezaji anakuwa na mwendo, maana mchezaji ana mwendo akiwa anafukuza mpira, huyu ana mwendo, anacheza na mpira. Sawa. Anacheza na mpira. Kuna taarifa pia hapa Mandika United, hili ni kosa kubwa, na kosa kubwa ambalo linatajwa hapa ni tajiri bilionea wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe amesema kosa kubwa ambalo walilifanya Manchester United ni kumteua David Moyes kuwa mbadala wa Sir Alex Ferguson. Ndio ameenda kumaliza taratibu zote pale. Kwa hiyo atakayemteuliwa nani? Anasema ameenda kuvuruga kila kitu, culture. Yaani ukiangalia Sir Alex Ferguson akati anaondoka, kama alikuwa anampigia debe hivi chapuo David Moyes. Sir Alex Ferguson kaondoka kampigia chapuo David Moyes kwa maana akijua anaijua Manchester United. Lakini wanaomkosoa Sir Alex Ferguson wanasema aliondoka alikuwa hajaacha generation. Yes. Kitu ambacho wanasema ndio anguko la Manchester United, Sir Alex Ferguson ya kuacha generation. Lakini wengine wakosoaji wanasema hapana, hata yeye alipokuja Manchester United hakukuta generation. Ila akatengeneza generation. Sasa hiyo ndio kitu ambacho Manchester United wanapiga kelele tofauti kienda Liverpool. Kocha anaondoka anakuta timu imesetiwa na anafanya nafasi kuongeza ubora na timu zingine. Kwa hiyo ndio kilio kikubwa. Sasa kusema Moyes naye alikuta pale wachezaji wengi wanachoka, wakina Van Persie, Swinani anakuta wanaishia kwa kaanza kukumbana na mapambano. Unatoa wachezaji watatu unaleta mmoja naye ana experience IPL, anapata wakati mgumu. Ndio kitu ambacho kimetokea Manchester United. Haijajengwa timu yao kwenye step. Unasema step build up, squad step build up. Kwamba mnatengeneza kikosi kwenye step, tayari una watu, wana AG, unaongeza wana AG. Na unakuja kujikuta tu ghafla wote mtakuwa mwende mnadani mkatafute nguo mpya. Na wakati mwende mnadani mkatafute suruali, mkatafute tight, nguo nyingine unayo. Ghafla tu mnadani mkatafute nguo mpya. Na siku ukivaa kama mtu ajue huyu mpya. Na ndio kitu ambacho kimekuta Manchester United, step build up ya kosi chao ndio sumbua. Sasa lakini mbona tajiri kama ameanza lawama mapema? Tajiri anavurugika. Unajua tajiri kwa sababu pia anasema moja ya sababu kubwa pia ambayo imeifanya Manchester United kupotea ni kitendo cha kumpa mkataba wa muda mrefu Erik ten Hag wakati wanaona kabisa timu inadidimia. Tajiri anaongea sana. Lakini naamini akimaliza mwaka huo anaweza kama muda wazimu kwa sababu kuna vitu vingi tajiri vinamvuruga Manchester. Yuzi katoka kuwazodoa wachezaji. Na aliulizwa Ruben Amorim vipi kauli ya mkurugenzi ambao anawasema kwamba mnalipo na watu wanakuwa overpaid wa wachezaji, hawana kwa kwenye form, wana Casemiro. Akasema kwa kweli sisi kazi yetu ni kucheza mpira, anayoyasema tuyajibu kiwanjani. Lakini tajiri kapagawa mapema sana. Tajiri kapagawa. Ndio kwanza kumepambazuka. Anaona mzigo unatoka fusioni kinachoonekana. Anasema tumetoa sajili, tumelipa fedha nyingi, fomu hapo. Ngoja tuone msimu huu tutavuna nini Manchester United, kama tutacheza championship au tutacheza playoff ya kubakia katika EPL au tutabakia EPL moja kwa moja, maana hali yetu kweli ni mbaya kweli. Ingawa sasa tunajipapatua tunashinda, unajua jana tumemtandika Leicester City. Bruno Fernandes amewaka kweli. Tunahitimisha hivyo kick off 3. Tulikuwa na gazeti la Mwanaspoti hapa, review ndio kituo kinachofuata.